Ninakusalimu tena katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Mimi mwalimu wako Mgisa Mtebe, niko tena hapa mbele yako siku ya leo. Leo ni tarehe 9 Disemba, siku ya 9 ya mwezi wa 12, mwezi wa mwisho katika majira ya mwaka huu. Na huu ni mfululizo wa 8. Huu ni mfululizo wa 8 katika mfululizo wa somo la namna ya kuombea majira ya mwisho wa mwaka. Namna mtu wa Mungu anavyotakiwa kuombea au kumaliza majira ya mwisho wa mwaka, ili tuweze kujiandaa kwa ajili ya msimu mpya, tuweze kujiandaa kwa ajili ya majira mapya yaliyo mbele yetu. Ninaamini umekuwa ukifuatilia. Kwa wewe ambaye tumeanza pamoja mfululizo huu, tumeanza tarehe 1 mwezi huu, mwezi wa 12, tukipokea maarifa kutoka kwa Bwana namna ya kumaliza msimu, ili tuweze kuwa na maandalizi mazuri na mikakati mizuri ya kuanza msimu mpya. Tumeshaona katika vipindi vilivyopita jinsi ambavyo swala la majira na nyakati ni swala la kiroho sana. Tumesoma hiyo kwenye Matendo ya Mitume ile sura ya 17, ule mstari wa 26 mpaka mstari wa 28, na tumeona jinsi ambavyo Biblia inasema kwamba Mungu alituweka wanadamu juu ya nchi yote ili tuweze kumtafuta, ili tuweze kumwabudu, ili tuweze kuwa na ushirika na yeye katika kumiliki na kutawala nchi. Na ili tuende vizuri katika mapenzi ya Mungu, alituwekea mipaka ya makazi yetu. Na maandiko pia yanasema alituwekea na majira na nyakati ili zimuongoze mwanadamu. Na kwenye majira hayo na nyakati hizo juu ya nchi, Mungu ameweka pia matukio. Kwa hiyo matukio yetu yanayostawisha maisha yetu na kusustain maisha yetu duniani yanatawaliwa na majira. Yanatawaliwa na majira. Kwa mfano, kuna ule mstari wa Zekaria sura ya 10 mstari wa 1 unasema, muombeni Bwana mvua wakati wa masika. Kwamba masika ni majira. Masika ni wakati uliopewa kunyesha mvua. Masika sio mvua. Masika ni kipindi cha mvua kunyesha. Kwa ni muhimu ujue maisha ya mwanadamu yamefungwa, yanatawaliwa, yanakuwa governed, matukio yake na majira. Mhubiri sura ya 3 mstari wa 1 hadi wa 8 tumeona katika vipindi vilivyopita. Neno la Mungu linasema kwa kila jambo kuna majira yake, na kila kusudi chini ya jua kuna wakati wake. Kuna wakati wa kupanda, kuna wakati wa kuvuna, kuna wakati wa kulala, kuna wakati wa kuinuka, kuna wakati wa kucheka, kuna wakati wa kulia, kuna wakati wa kupoteza, kuna wakati wa kupata, kuna wakati wa amani, kuna wakati wa vita. Utaenda kusoma mwenyewe, mhubiri ametiririka vizuri sana pale baadhi ya mambo yaliyomo ndani ya wakati. Kuna wakati wa amani kwenye majira na nyakati. Kustawi kwetu na kufanikiwa kwetu ni lazima tujue namna ya kutembea katika majira na katika nyakati alizoziamuru Mungu chini ya jua au juu ya nchi. Kwa hiyo kiwango chako cha baraka na ushindi na mafanikio duniani, moja ya kanuni itakayokusaidia ni kujua namna ya kutembea kwenye majira, ni kujua namna ya kuenenda kwenye nyakati ambazo Mungu ametuwekea tuweze kulitimiza kusudi lake duniani. Na
kwenda kumalizia mwaka huu, tuko kwenye majira ya mwisho ya mwaka, basi kuna mambo ya msingi ambayo mtu wa Mungu anatakiwa kujua namna ya kuyafanya. Na jambo kubwa la kwanza ambalo nilikuonyesha au nilikuangaliza ni maombi. Unapo switch kwenye seasons, unapobadilisha majira, pale kwenye lango pale, kwenye switch pale, kwenye kiungo cha kipindi hiki kinaisha, kipindi hiki kinaanza, ule ni muda wa maombi. Jambo kubwa mojawapo la msingi la kufanya unapomaliza kipindi kimoja kwenda kwenye kipindi kingine, unapomaliza wakati mmoja kwenda kwenye wakati mwingine, unapomaliza msimu mmoja kwenda kwenye msimu mwingine, ni kukaa kwenye maombi. Ndugu yangu, that is a principle. Kiwango chako cha baraka, ushindi na mafanikio duniani kitategemea kama unajua kanuni zinazotawala dunia na kama unajua namna ya kuenenda kwenye hizo nyakati. Kwa hiyo moja ya kanuni ni kukaa kwenye maombi ili Mungu akupe hekima yake, maelekezo yake, ili Mungu akupe maelekezo yake, hekima yake, maelekezo yake. Hatujaja duniani kukimbiza mambo yetu, tumekuja duniani kuyafanya mapenzi yake. Kwa hiyo kama unatambua hivyo kwamba duniani wewe umeletwa na Mwenyezi Mungu kwa makusudi yake, karama yako, vipawa vyako, uwezo wako ni kwa ajili yake, ili uwe baraka kwa wanadamu wenzako. Kama unajua hilo, huwezi kuacha kuwa na mahusiano mazuri na Mungu. Huwezi kuacha kumwabudu Mungu, huwezi kuacha kusali kwa Mungu, huwezi kuacha kumwomba Mungu, maana unajua kwamba yeye ndiye kiongozi wa maisha yako. Sasa unapomaliza kipindi kwenda kwenye kipindi kingine, yako maelekezo kutoka kwake na marekebisho. Hiyo ndio topic ambayo nataka kuingia leo. Alafu ili uweze pia kupata msaada na nguvu kwenye kipindi kinachokuja. Maelekezo, marekebisho, msaada na nguvu. Upate maelekezo, upate marekebisho, upate mipango mipya, halafu upate msaada au nguvu ya kutembea kwenye mikakati mipya kwenye kuyafanya mapenzi ya Mungu duniani. Na nilikusisitiza sana katika vipindi vilivyopita kuiga kwa Daudi alivyokuwa anamtegemea Mungu kwenye mambo yake yote. Pamoja na kwamba Daudi alikuwa hodari wa vita, alikuwa warrior, alikuwa warlord, alikuwa bingwa wa vita mahiri. Pamoja na kwamba Daudi alikuwa bingwa wa vita, lakini tunaona jinsi ambavyo aliendelea kumtegemea Mungu, wa kutegemea uwezo wake. Pamoja na kwamba Daudi alikuwa na miaka mingi ya kupigana vita, hakutegemea uzoefu wake pekee, aliendelea kumtegemea Mungu pamoja na uzoefu wake. Na wewe ukiangalia nyuma mwaka huu, unaweza ukaona mafanikio uliyoyapata, unaweza ukaona ushindi ulioupata, faida ulizopata, vyeo ulivyopata na kadhalika na kadhalika. Lakini usiondoe utegemezi wako kwa Mungu. Don't do that mistake. Usifanye kosa hilo ukaondoa utegemezi wako kwa Mungu, ukaanza kujitegemea wewe, kujitumainia wewe na watu wako labda waliokusaidia. Don't ever do that. Yani usidiriki kufanya hivyo. Jifunze kwa King David, jifunze kwa Mfalme Daudi kuendelea kumtegemea Mungu siku zote za maisha yako. Na maombi ni moja ya lifestyle, ni moja ya mtindo wa maisha inayoonyesha wewe utegemezi wako uko wapi. Unapokuwa mvivu kuomba, unapokuwa na uzito wa maombi, unapokuwa hutii swala zima la kupata muda wa kukaa mbele za Bwana kwenye maisha yako, hiyo ni indicator, hiyo ni ishara ya wazi kwamba utegemezi wako kwa Mungu wewe haujauishi. Inawezekana unausema tu, mimi namtegemea Mungu sana, namwamini Mungu, namtegemea Mungu, lakini kimatendo hatukuoni. Wewe mwenyewe ni shahidi. Kiwango chako cha maombi,
kiwango chako cha kutenga muda na kukaa kwenye maombi sio kama vile unavyosema. Ikiwa kweli una utegemezi kwa Mungu, maisha yako ya kimaombi yatatuonyesha. Anayemtegemea Mungu hawezi kukosa muda. Hawezi kukosa muda wa kukaa mbele za Bwana. Hawezi kukosa muda wa kumtafuta Bwana. Ndio maandiko yanavyosema kwenye Matendo ya Mitume sura ya 17 mstari wa 26 mpaka 28. Mungu ametuweka wanadamu juu ya uso wa nchi ili kumtafuta. Mungu hakutaka utumie nguvu zako na akili zako pekee duniani katika kumiliki na kutawala nchi duniani kwa nguvu zako pekee. Mungu alitaka awe partner. Mapenzi ya Mungu tangu mwanzo ni awe mshirika pamoja na wewe katika kumiliki nchi. Tunaweza tukasoma wote Mwanzo sura ya 1 mstari wa 26 mpaka mstari wa 28. Anasema tufanye mtu kwa sura yetu na mfano wetu, wakatawale samaki, wakatawale ndege, wakatawale misitu, migodi, wanyama wanaopita na wanaotambaa, wakatawale. Kwa hiyo mapenzi ya Mungu ya kwanza kwa mwanadamu ni kwenda kumiliki na kutawala rasilimali, kwenda kumiliki na kutawala nchi na mali zake, ili tuweze kustawi na tuweze kulitumikia vizuri kusudi la Bwana. Kwa hiyo Mungu akakasimu hiyo kazi kwa Adam na Eva, lakini alitaka kuendelea na partnership, kuwe na ule ushirika. Wakorintho wa kwanza sura ya 3 mstari wa 9 inasema sisi ni watendakazi pamoja na Mungu. Wakorintho wa kwanza sura ya 3 mstari wa 9, sisi ni watendakazi pamoja na Mungu. Warumi pia, Warumi sura ya 8 mstari wa 28. Warumi sura ya 8, kama unaandika unaweza ukaandika mpaka mstari wa 30, lakini mimi nitasoma mstari wa 28 peke yake. Warumi sura ya 8 mstari wa 28 anasema, katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema. Kiwango cha wewe kupata mema, baraka, ushindi na mafanikio kinategemea kama unajua kufanya kazi pamoja na Mungu. Katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na mwanadamu. From the beginning, kutoka mwanzo kabisa, Mungu alitaka kuwa sisi tuwe watenda kazi pamoja na yeye. Kwa hiyo hapa duniani hujaja kufanya mambo yako ndugu yangu, umekuja kuyafanya mapenzi ya Mungu fulani fulani. Kila mtu amegawiwa cha kwake. Wakorintho wa kwanza ile sura ya 12 inasema Mungu amemgawia kila mtu sawa sawa na apendavyo yeye, karama mbalimbali. Wakorintho wa kwanza sura ya 12 ule mstari wa 4 mpaka mstari wa 11, unaweza kusoma mpaka mwisho wa hiyo sura yote. Anaongelea viungo katika mwili. Kila mtu ni kiungo, hakuna kiungo kisicho na kazi. Kwa hiyo sisi wote ni viungo, kila mtu kwa mwenzake. Soma Wakorintho wa kwanza sura ya 12, utaona mstari wa 7 na mstari wa 11. Anasema Mungu amemgawia kila mtu cha kufanya. Mungu amemgawia kila mtu uwezo fulani binafsi zaidi ya sisi wengine. Unakuwa mzuri kwenye jambo fulani kuliko sisi. Huo ndio utumishi wako, ndio wito wako, ndio karama yako, ndio kipawa chako cha kukuwezesha kuishi duniani. Sisi tukutegemewe na wewe ututegemee, sisi tutegemeane, tushirikiane, tusaidiane, tuheshimiane. Kwa hiyo hujaja kufanya mambo yako duniani, umekuja kufanya mapenzi ya Mungu duniani. Na moja ya ishara kwamba unamtegemea huyo Mungu aliyekupa uzima, afya, nguvu, vipawa, karama na uwezo wa kumiliki na kutawala dunia, au wa kuonekana wa maana duniani, na tukakutegemea pia kwenye kipawa chako. Ishara mojawapo kwamba wewe unatambua hilo, kwamba mimi ni mtumishi wa Mungu, ishara mojawapo kwamba wewe unatambua hilo
ni nidhamu yako ya kimaombi. That discipline to pray. That discipline to find time to pray. Ile nidhamu ya kutafuta muda wa maombi. Usisubiri upate muda wa maombi. Muda wa maombi unatafutwa. Mambo yote ya msingi kwenye maisha yetu hatusubiri kupata muda wa kuyafanya, tunayatafutia muda. Every important or vital thing in our lives, we seek time, we find time. Ndio maana tunatengeneza mpaka na schedule, tunatengeneza mpaka na ratiba, ili kikitu kiheshimike kwenye muda, kwamba muda ukifika wa kula tuna stop kila kitu, tunakwenda kula. Acha mtindo wa kula barabarani unatembea. Heshimu muda wa kula, ndio maisha yako pale. Muda wa kulala ukifika, tuna stop kila kitu, tunakwenda kulala. Tunasema jamani, imetosha, tutaendelea kesho. Tunaiweka kwenye ratiba, tunakwenda kulala. Na Mungu naye anazima taa. Giza linaingia kukuambia ni saa ya kupumzika. Masaa 12 ya kufanya kazi, masaa 12 ya kupumzika upate nguvu mpya. Kila jambo lina wakati wake. Unaona bwana? Mambo muhimu kwenye maisha hatusubiri tupate muda wa kuyafanya. Mambo muhimu kwenye maisha tunayatafutia muda. Kwa hiyo maisha ya maombi ni muhimu sana. Ndipo pale unapopata nguvu ya Mungu ya kuendelea mbele. Nguvu ya rohoni. Na vile unajua kuna mtu wa mwilini na mtu wa rohoni. Sasa unaweza kuwa unakula chakula cha mwili, unalala kupumzisha mwili, lakini rohoni hauzingatii. Mungu akusaidie uanze upya kwenye kipengele hicho. Yamkini utafanikiwa sana kwenye mambo ambayo umekuwa ukifeli. Discipline to pray. Diligence to pray. Nidhamu ya maombi na bidii ya maombi. Baada ya kunisikiliza hivi, naamini utapata desire to pray. Shauku ya maombi. Nimetaja D3 hapo haraka kwa Kiingereza. Desire to pray, discipline to pray, diligence to pray. Shauku ya maombi, bidii ya maombi na nidhamu. Maana yani muda usipouzingatia, muda usipoutawala, unaingiliwa na vitu, na baadhi ya vitu ni hila za shetani ili tu ukose muda wa maombi. Kwa hiyo hebu tujifunze kwamba katika kipindi cha kuswitch, katika kipindi cha kubadilika kutoka majira fulani unakwenda majira mengine, moja ya kanuni muhimu sana ni kuomba. Na maombi yanaonyesha kwamba wewe una utegemezi kwa Mungu aliyekuumba, anayekupa nguvu, aliyekupa vipawa na karama, anayekupa mbinu na hekima kwamba hili jambo nilifanya hivi, hili jambo nikwepe hivi, mkakati huu nifanye hivi nifanikiwe. Anayekupa hiyo akili ya kuishi duniani na kufanikiwa ni Mwenyezi Mungu. Na maisha yako ya sala na maisha yako ya maombi yanaonyesha jinsi ambavyo unatambua hilo na unamtegemea huyo Mungu aliyekupa maisha duniani, aliyekupa nguvu na afya duniani, aliyekupa karama na vipawa duniani, aliyekupa watu, aliyekupa ushindi, aliyekupa mafanikio, na aliyekupa pia majira na nyakati za kuishi. Tumeangalia hiyo kwenye vipindi vilivyopita, na nikaanza pia kukuambia mambo ya kuombea. Na leo ninaenda kwenye jambo jingine la pili la kuombea ili uweze kufanikiwa. Na nilisisitiza hilo katika kipindi kilichopita, kuomba kwa wakati, unapoomba kila wakati. Waefeso sura ya 6 ule mstari wa 18 anasema hivi: kwa sala zote na maombi mkisali kila wakati, mkidumu katika jambo hilo, mkikesha katika jambo hilo na kuombea watakatifu wote. Kuomba kila wakati, kwa sala zote na maombi, mkiomba kila wakati na mkidumu katika jambo hilo na mkikesha katika jambo hilo.
Kwa hiyo tunatakiwa kuomba kila wakati. Lakini as you pray at all times, unapoomba kila wakati, you should also know how to pray according to times. Unatakiwa ujue namna ya kuomba kulingana na majira ya wakati huo. Unapoomba kila wakati, angalia wakati huo ni majira gani. Unaendelea kuomba kila wakati, lakini wakati ukifika, unatakiwa ujue namna ya kuomba. Kwa mfano hiyo Zekaria 10 ambayo tumeisoma mwanzoni, Zekaria 10 mstari wa 1 inasema, muombeni Bwana mvua wakati wa masika. Saa ya majira ya masika, wakati wa masika ukifika, ni kipindi cha mvua kunyesha. Kwa hiyo lazima ujue wakati huu ni wakati wa kufanya mambo gani. Kila jambo lina wakati wake. Sasa wakati wa kufanya jambo hilo au wakati wa jambo hilo kutendeka unapokuja, you should pray accordingly. Unatakiwa kuomba hivyo. Huwezi kuendelea kuombea mvua wakati wa kiangazi. Mazao yanatakiwa sasa kukomaa na kukauka. Kwa hiyo Mungu ananyamazisha mvua, anaruhusu jua na joto kuongezeka, mazao yakomae na kukauka. Hata mazao kama mbao, miti, na yenyewe ina harden, ina stiffen, inakomaa, inakauka, mbao inakuwa ngumu. Kwa hiyo kila jambo lina wakati wake. Kwa hiyo wakati unapobadilika, unatakiwa ujue huu ni wakati wa kufanya nini. Uyaombee hayo mambo ya kufanyika katika wakati huo. Ndio Biblia inavyosema kuomba kwa wakati. Tulisoma hiyo kwenye Zaburi 32 mstari wa 6. Anasema, na mtaua akuombe wewe wakati unapopatikana, na mtakatifu ajue kukuomba wewe wakati unapopatikana. Maana yake kuna wakati labda atakuwa patikani. Hata ile Isaya 55 inasema, mtafuteni Bwana wakati anapopatikana, mwiteni wakati yu karibu. Mtafuteni Bwana wakati anapopatikana. Kwa hiyo kuna wakati wa kupatikana kwake. Huo wakati ukipita, tunaita mlango wa neema umefungwa. Mungu atakuwa kwenye mambo mengine anayofanya, na jambo hilo atasubiri tena mpaka wakati mwingine. Kwa hiyo ni muhimu sasa ujue namna ya kuyasoma majira na kusoma nyakati. Katika Israeli kulikuwa na kabila mahususi ambalo lilikuwa lina kipawa, lilikuwa lina neema. Walikuwa wanaitwa wana wa Isakari. Walikuwa na kipawa na neema ya kujua majira na kujua mambo ya wapasayo Israeli kufanya kwenye majira yale, na wakawa ni washauri wakubwa wa viongozi wa makabila na viongozi wa taifa. Hao ni watu wa kuombea sana, hata juu ya taifa letu na juu ya ukoo wenu na juu ya ofisi yenu na juu ya kanisa lenu. Pate watu wenye uwezo wa kusoma majira na nyakati. Yohana 16 mstari wa 13, Biblia inasema, Roho Mtakatifu atakupasha habari za mambo yajayo. Kwa hiyo hata wewe unaweza ukadai upewe karama hiyo. Unaweza ukadai upewe uwezo huo wa kujua namna ya kusoma, ile wisdom to understand times and seasons, hekima ya kujua nyakati na kujua ya kupasayo kufanya kwenye wakati huo. Na inawezekana ratiba zako ni tofauti na za kwangu. Kwa hiyo wakati mimi naongozwa kufanya jambo fulani, labda wewe umeongozwa kufanya jambo jingine kabisa. Sasa hayo yanaitwa majira binafsi, kwa sababu kuna majira ya watu wote duniani, lakini kuna majira binafsi ya mtu mmoja mmoja. Majira binafsi ya mtu mmoja mmoja. Sasa ikifika hapo sasa pia kwenye majira binafsi ya mtu mmoja mmoja, Mungu akupe na wewe hekima ya kutambua majira ya wakati ule juu yako, na what you ought to do. Unawajibika kufanya nini kwenye majira yale, ili na wewe uweze kuishi maisha ya mafanikio, baraka na ushindi. Hicho ni kitu kimoja wapo kimesababisha watu wengi wameishi maisha ya kufeli. Kwa hiyo Mungu akusaidie, na ni kati ya vitu tutaviombea katika juma hili, ni kati ya vitu tutaviombea katika mwezi huu, mwezi wa mwisho wa mwaka.
Kwa nataka tufuatane leo, tunaenda kwenye segment ya pili. Nataka tufuatane, tunaenda kwenye segment ya pili. Tunaenda kwenye kipindi au kwenye point ya pili ya mambo ya kuombea. Nimeshakwambia maombi ni kipengele muhimu, ni kanuni muhimu kwenye majira, ili upate maelekezo kutoka kwa Bwana, lakini pia ili upate marekebisho kutoka kwa Mungu aliyekuumba na kukupa kazi duniani. Pointi ya kwanza ya kimaombi nilikwambia ni maombi ya shukrani. Geuka nyuma, angalia baraka mbalimbali za Mungu alizokujalia. Usiende bila kumshukuru Mungu. Wathesalonike wa kwanza ile sura ya 5:17-18 inasema, ombeni bila kukoma, lakini shukuruni kwa kila jambo. Kwa hiyo katika kuomba kwako, kitu kimoja kinachofungua mlango wa mawasiliano kati ya wewe na Mungu ni shukrani. Anza na shukrani siku zote ukiwa unaanza maombi. Shukrani. Biblia inasema msijisumbue kwa neno lolote, bali kila neno kwa kusali na kuomba na kushukuru. Tulisoma hiyo kwenye Wafilipi sura ya 4 mstari wa 6 na ule mstari wa 7. Shukrani kipengele muhimu sana. Jifunze kumshukuru Bwana kwa wema wake, baraka zake, hata mabaya. Hatujui kwa nini aliyaruhusu, lakini kila jambo ambalo Mungu analiruhusu maishani mwako lina reason, lina sababu. Kwa hiyo wewe, hata kama you don't understand, trust God. Hata kama huelewi, wewe mwambie Mungu nakushukuru. Kwa hiyo sehemu ya kwanza tuliangalia maombi ya shukrani. Leo tunakwenda kwenye maombi ya toba. Ndio kile kipengele nilichokuambia, tunaposali na kuomba tunapata wisdom to adjust. Tunapata hekima ya kurekebisha makosa yetu ili tusiyarudie tena kwenye msimu ujao. Kama binadamu tunakosea. Hakuna binadamu aliyekamilika. Kwa hiyo lazima urudi kwa Mungu akutakase, akusafishe. Kwa hiyo sehemu ya pili ya maombi ni maombi ya toba. Toba ni kipengele muhimu kwenye maisha yetu. Ni kama usafi, ni kama kuoga. Kuna vitu vinakuchafua kwenye shughuli zako, sio kwamba ulitaka kuchafuka, lakini imetokea pia umechafuka. Unakwenda kuoga, unakwenda bafuni, unakwenda kwenye sinki, unanawa mikono, unakwenda bombani, unakwenda kisimani, unatafuta maji, unaondoa uchafu, unaondoa makosa, unaondoa unwanted, unaondoa tusiyoyapenda, tusiyoyataka, yasiyopendeza unayaondoa. Hiyo ni sehemu muhimu sana pia unapotembea na Mungu. Biblia iko wazi kabisa kwamba Mungu wetu hafanyi kazi na wenye dhambi. Mungu wetu hafanyi kazi na uchafu na uovu. Ni mtakatifu. Na sisi ni watenda kazi pamoja naye. Kwa hiyo ili tuweze kutunza ule ushirika kati ya Mungu na mwanadamu, lazima ujue toba. Lazima ujue utakaso. Lazima ujue kwenda kuomba rehema na msamaha ili Mungu akusafishe. Usije ukakata ushirika kati ya Mungu na mwanadamu. Kitu kimoja wapo kinachokata ushirika kati ya Mungu na mwanadamu ni dhambi. Utaiona hiyo kwenye Wakorinto wa kwanza ile sura ya Wakorinto wa pili ile sura ya 6. Wakorinto wa pili ile sura ya 6. Kuanzia mstari wa 14 mpaka ule mstari wa 18. Anasema hakuna ushirika kati ya nuru na giza. Hakuna ushirika kati ya Yesu Kristo na sanamu. Hakuna ushirika kati ya uzuri na ubaya. Hakuna ushirika kati ya nuru na giza. Hakuna ushirika. Kwa hiyo anatuambia tokeni kati yao, mkajitenge nao, ndipo nitakuwa baba kwenu, nanyi mtakuwa wanangu wa kike na wa kiume. Msiguse vitu vichafu, ndipo nitakuwa Mungu kwenu, nanyi mtakuwa watu wangu. Kwa hiyo that is a demand from God. Hayo ni matakwa kutoka kwa Mungu, kutunza usafi na utakatifu. Kwa hiyo tunakwenda kwenye maombi ya toba. Ni kipindi kitatuchukua siku kadhaa za kuitazama toba na inavyotakiwa kufanyika ili tuweze kufanikiwa. Hata kwenye Isaya 57. Isaya 57 Biblia inasema mimi Mungu ninakaa mahali patakatifu
pamoja na yeye aliyetubu na kujitakasa. Isaya inasema, mimi Mungu ninakaa mahali patakatifu pamoja na yeye aliyejitakasa. Kwa hiyo tunatafuta utakatifu kwa njia ya maombi pia. Unaliitia jina la Bwana na damu ya Yesu Kristo inakusafisha, inakuondolea uchafu. Waraka wa kwanza wa Yohana ile sura ya kwanza, waraka wa kwanza wa Yohana sura ya kwanza mstari wa 8, mstari wa 9, alafu tutarudi kusoma mstari wa 7b. Inasema, tukisema kwamba hatuna dhambi tunajidanganya wenyewe, lakini tukiziungama dhambi zetu Mungu ni mwaminifu na ni mwenye haki, anatutakasa na kutuondolea uchafu wote. Kwenye Isaya sura ya kwanza anasema, hata kama dhambi zetu ni nyekundu sana, zitakuwa nyeupe kuliko sufu, kuliko theluji. Isaya sura ya kwanza mstari wa 18 na mstari wa 19. Mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi, mkikataa mtaangamizwa kwa upanga. Kwa hiyo Mungu anataka kututakasa. Tukisema kwamba hatuna dhambi, yani sisi ni perfect, tukigeuka na kutazama nyuma tukaona kwamba mambo yetu safi, tukajiona wenye haki, hatufanyi sawa, tunamfanya yeye kuwa muongo aliyesema hivi. Tukisema kwamba tuna dhambi tunajidanganya, lakini tukiziungama dhambi zetu, tukikiri, Mungu ni mwaminifu, anatusamehe, anatutakasa na uchafu wote. Huu ni mstari wa 8 na mstari wa 9 kwenye waraka wa kwanza wa Yohana. Alafu ule mstari wa 7b, mstari wa 7b unasema, na damu yake yatusafisha. Kwa hiyo leo nimetanguliza somo hilo la maombi ya toba, ambayo ni sehemu ya pili ya pointi ya kwanza, pointi ya maombi katika mambo ya msingi ya kufanya katika majira ya mwisho. Baada ya shukrani ni toba. Unaweza ukageuka nyuma ukatazama makosa mbalimbali, na Roho Mtakatifu ukimpa nafasi anakuonyesha. Ukipata muda wa kutafakari na kutathmini, hilo ni jambo jingine tutaliangalia katika mtiririko huu, kuwa na kipindi cha tafakari ya tathmini. Tena kuna mashirika yanatoka kabisa nje ya mji, yanakwenda kukaa mahali just to think, kwenda tu kuwaza na kutafakari ili kupanga mikakati. Sasa wanarudi nyuma, wanatathmini pia. Kwa nitakufundisha katika vipindi vinavyokuja kwamba moja ya jambo la kufanyika katika majira ya mwisho wa kipindi ni tafakari ya tathmini, ili uweze kujipanga upya, lakini pia ili uweze kufanya marekebisho. Unaona, sasa sehemu mojawapo ya marekebisho ni kujutia makosa na kumwambia Mwenyezi Mungu nisamehe pale. Kwa hiyo nitakuonyesha maeneo mbalimbali ambayo nitakuongoza, na mengine utayapata wewe tu mwenyewe, na Roho Mtakatifu atakuongoza uweze kujua namna ya kufanya toba ipasavyo. Iko namna sahihi ya kufanya toba. Ile wa Thesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 23 inasema, Mungu wa amani mwenyewe awatakase ninyi kabisa, nafsi zenu, roho zenu na miili yenu, ili muwe safi na muwe kamili, muwe blameless, muwe bila lawama. Alafu mtunzwe kwenye standard hiyo ya utakaso mpaka atakapokuja Bwana wetu Yesu Kristo. Atakapokuja mara ya pili, anakuja kuchukua kanisa tukufu lisilo na ila wala mawaa. Kwa hiyo Mungu wa amani mwenyewe awatakase ninyi kabisa. Lile neno kabisa, maana yake kuna wakati tunafanya utakaso na hatufanyi ipasavyo. Ndio maana lile neno kabisa. Au nafikiri Roho Mtakatifu ameliweka hapo kwa nini? Mungu wa amani mwenyewe awatakase ninyi kabisa, nafsi zenu, roho zenu na miili yenu. Kwa hiyo nakwenda kukufundisha namna sahihi ya kufanya toba,
ili utakasike kabisa. Ukikosa maarifa haya unaweza ukatakasika, lakini sio kabisa. Na hizo punje zilizobaki sasa, hizo shetani ataendelea kuzitumia: 1, kukushtaki mbele za Baba; 2, kuwa mlango wa mashambulizi maishani mwako; na 3, parapanda ikilia utaonekana haustahili kwenda na Bwana mawinguni, kwa sababu anakuja kuchukua kanisa la standard fulani ya utakaso, kiwango fulani cha utakaso, blameless, spotless, kanisa lisilo na lawama, kanisa lisilo na madoa wala makunyanzi. Hiyo utaiona kwenye Waefeso sura ya 5. Waefeso sura ya 5 kuanzia 25 na kuendelea. Kwa hiyo tutaendelea katika kipindi kinachokuja. Nimekuonyesha tulikotoka, nimekuonyesha tunakoenda. Weka azma ya kutokukosa kipindi kinachokuja. Na kuna vipindi vingi huko nyuma. Tumeanza tarehe 1 mwezi huu wa Disemba. Tumeanza tarehe 1 mwezi wa 12. Kwa hiyo kuna vipindi vingi huko nyuma, na vyote ni muhimu. Vyote ni muhimu, vinakupa time to evaluate. Vinakupa muda wa kutafakari na kujifanyia tathmini, ili uweze kuwa bora kwenye msimu unaokuja, ili uweze kuwa bora. You need this. Yani unahitaji hii, ndugu yangu, unahitaji hii. Na Mungu ameniongoza kuifanya hivi. Kwa hiyo Mungu akubariki kwa kuwepo na uendelee kuwepo. Copy link hii, wasambazie ndugu jamaa na marafiki. Wasambazie ndugu jamaa na marafiki. Sambaza kwenye magrupu yote unayoweza. Share mambo mazuri. Washirikishe wenzako mambo mazuri yatakayowasaidia. Kwa hiyo panga kutokukosa mfululizo huu. Nimeweka namba ya simu pia hapo chini. Unaweza ukatuuliza maswali, kwa sababu ni kipindi kisicho na maswali. Unaweza ukatuuliza maswali kama kuna mahali hujaelewa vizuri. Tumia hiyo namba hapo. Kama pia una mambo ya kuombea na ungependa kutushirikisha, Biblia inasema tubebeane mizigo. We would love to do that. Tungependa kushirikiana na wewe kumwomba Mungu, ili Mungu akufanyie wepesi na akupe ushindi. Endapo pia utaguswa kusapoti hii kazi, ili tusichechemee katika kuifanya kazi hii ya Bwana, tuweze kusonga mbele vizuri, basi ukijisikia moyoni na Mungu amekupa hiyo neema, amekuwezesha kuchangia, kutoa sadaka kwa ajili ya kazi hii ya Bwana, basi hiyo namba pia unaweza ukaitumia. Tunazo namba 2 ambazo tunazitumia zaidi kwenye mambo haya ya huduma. Tuna hiyo namba ambayo nimeweka hapo chini, ni namba ya Tigo, namba ya Yas, Mix by Yas, ni namba ya kampuni ya Yas. Lakini pia tunayo namba ya Vodacom ambayo na yenyewe pia nimeiweka hapo chini. Mungu akubariki sana. Tukutane tena katika kipindi kinachokuja, na kutakia baraka za Bwana na uende kufanikiwa katika jina la Yesu. Amen.